Once again. Dunia yetu bana inafungukia mpaka ushuani. Tunakutana na gari ya kifahari na kuna binti akawa anashuka. Binti wa kitajiri, binti wa kishua, akawa ameloki gari yake mdogo mdogo na akawa anazama ndina mdogo mdogo. Mrembo huyu anakwenda kwa jina la Amanda. Na huyu hapa ni mfanyakazi wake wa ndani. Alikuwa tayari ameshampikia chakula, lakini bidada akamwambia kwamba yeye ameshaagiza chakula. Mfanyakazi alilaumu kweli. Ni kwamba dada alikuwa tayari ameshaagiza msosi tayari. Kwa maana hiyo hana haja ya kula msosi ambao umepikwa hapa nyumbani. Na muda si mrefu utokao uamini kwamba Deliver Bolt akawa ameleta mzigo hapa ambao bidada ni kama chakula ambacho alikuwa amekiagiza. Basi huyu Deliver Bolt mdogo mdogo akawa anaingia ndani. Ijapokuwa alikuwa na wasiwasi na location ambayo alikuwa ameleta msosi, basi mdogo mdogo akawa anagonga hodi kwa sababu alikuwa amerequestiwa. Basi dada akawa anatoka huko, alikuwa kibonga zake na simu. Wewe ndo Bolt ambaye umeleta msosi? Mshikaji akasema yes. Basi bidada akawa anamalizia kubonga zake na simu pale. Basi mshikaji akawa anampatia bidada ule mzigo ambao alikuwa ameuagiza. Lakini kuna namna huyu bidada akawa kama amempenda huyo mshikaji hivi. Na mwamba pia kuna namna kama alikuwa akimwangalia fulani hivi. Huyu dada kaangalia ni binti wa kitajiri kweli, anamiliki nyumba kali, gari ya kifahari. Mshikaji akasema kuna watu wanaishi alafu kuna watu tunaishia hivyo. Basi mshikaji alichokifanya, mdogo mdogo akawa anapakia kwenye bike yake imeandikwa Bolt. Hii inadhihirisha kwamba mshikaji ni Bolt. Na siku ya pili tena kwa mara nyingine bidada alimwagiza mshikaji chakula kwa mara nyingine. Basi mshikaji alileta msosi hapa. Lakini siku ya leo mshikaji alikuja na ombi. Kikweli leo nimekuona una smile vizuri. Kama utojali naweza nikasave namba yako ya simu tunawasiliana tuwe marafiki. Licha ya kwamba nitakuwa nakuletea mzigo lakini mimi na tuwe marafiki. Bidada akasema hakuna shida, no problem. Kapokea mzigo pale. Mshikaji akasema kikweli wewe ni mwanamke mrembo kweli. Mimi napenda unavyotabasamu. Nilikuwa naomba kama utojali niwe nakupigia hata mara moja simu usiku tunapiga story kama marafiki tu, sio kwa ubaya. Nimependa tu unaonekana wewe ni mtu mzuri kweli. Nimekupenda bure, nilikuwa naomba tuwe marafiki tunapiga story za hapa na pale. Bidada akamwambia no problem, hakuna shida wala usijari. Basi mdogo mdogo bidada akawa anafunga mlango. Na utoka uamini, ilipofika night kweli mshikaji alimpigia bidada simu na alikuwa akipiga story kweli. Dada bana alivutiwa na yule Deliver Bolt kwa sababu alikuwa ni bonge la handsome boy. Na yule Deliver Bolt anakwenda kwa jina la Tony. Lakini pia Deliver Bolt alikuwa amempenda dada kwa sababu dada ni mrembo kweli. Utoka uamini, mwamba akawa anapaki pikipiki yake pale anakuja kupiga story na mtoto wa kike. Bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Na muda wote mshikaji anamsifia bidada kwamba ni mwanamke mrembo, ni mwanamke mzuri. Na leo mshikaji alikuwa akimwambia kwamba kama utojari nilikuwa naomba niweze kukuahidi kitu. Kitu gani ambacho utaniahidi? Yaani kitu gani ambacho uniahidi wakati mimi naye ndo kwanza leo ndo siku ya 3 tunaonana? Mshikaji akasema kipo kitu naweza nikakuahidi. Na kitu ambacho nakuahidi ni kwamba sitokuja kukufanya ukaumia hata siku moja. Nitalifanya ile tabasamu lako liwe tabasamu la milele. Dada kana anacheka. Yaani siku 3 tu tumekutana unaniambia utalifanya tabasamu langu liwe tabasamu la milele. Lakini anyway, acha nikuamini kwa sababu nimeshakukubali kama rafiki kwenye maisha yangu. No problem. Ni kwamba bidada kamkubali mshikaji ni kama rafiki kwenye maisha yake. Na mwamba kamwahidi kwamba atamfanya awe na tabasamu kila itwapo leo. Haji kumfanya akalia hata mara moja. Kuanzia hapo ndo rafiki ulipoanzia kati ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda pamoja na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Bidada ni mfanyabiashara mkubwa. Yaani ni kwamba ni mtajiri. Pia ni mtoto wa tajiri kwa sababu wazazi wake ni matajiri kweli. Lakini mshikaji ni kalungu yetu. Pangu pakafti ya mchuzi daga mcheli nini. Maisha yake ni magumu. Wazazi wake maskini na yeye ni maskini. Ni Deliver Toyo tu. Deliver Huba. Yani Deliver Bolt. Na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda ana rafiki yake. Rafiki yake anakwenda kwa jina la Cynthia. Ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno. Lakini bidada ambaye anakwenda kwa jina la Cynthia ni mdada ambaye ana maisha kidogo sio mazuri sana. Ni sio kwamba yeye ni tajiri kama bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda, lakini anapenda pesa vibaya mno. Anapenda wanaume wenye pesa kinoma noma. Na ana mpenzi wake. Huyu mshikaji anakwenda kwa jina la David. Lakini utoka uamini ni kwamba huyu dada ampendagi mpenzi wake kwa sababu moja tu, ni kwa sababu mpenzi wake ana pesa. Kama hivi mshikaji alikuwa akimshirikisha kuna jambo alikuwa akilifanya ni jambo jema kweli mchumba, lakini bidada yuko busy na simu. Ndo kwanza akimwangalia mshikaji anamwangalia kwa jicho baya vibaya mno na anamnyali. Ni mwanaume ambaye ampendi. Mshikaji anampigisha story lakini bidada haelewi. Na mkubali mshikaji kwa sababu mwamba hana pesa. Yaani hapo shida ni pesa tu. Kila siku wamekuwa ni watu ambao wanagombana, wanapishana kauli. Yote ni kwa sababu eti mshikaji hana pesa. Ana mani. Pesa hizi jamani.
ndio maana mimi natafuta pesa kila itwapo leo, ili mradi nikienda nikipata mchumba wa huko Nigeria asinisumbue. Ona sasa, mshikaji anateseka, mwanamke wake anamtolea maneno magumu na mazito, eti kwa sababu hana pesa, eti kwa sababu ni maskini tu. Na leo tena bidada ambaye anaitwa Cynthia alikuja kumtembelea rafiki yake ambaye anakuwa jina la Amanda. Usiniambie bana, Amanda alimwambia rafiki yake kwamba amepata rafiki wa kiume na anamzungumzia ni yule mshikaji ambaye anakuwa jina la Tony. Na pia rafiki wa kiume ameahidi kwamba siku ya kesho anakuja nyumbani kwake. Usiniambie, vipi? Anaonekana ni tajiri anaonekana ana hela nyingi, anaonekana ni gentleman lazima atakuwa na pesa nyingi. Yaani bidada ambaye anaitwa Cynthia anachowaza ni pesa tu. Bidada ambaye anaitwa Amanda ikabidi amdanganya, ndio ana pesa, nilijua tu lazima atakuwa na pesa, ndio ana pesa nyingi kweli, nilijua tu. Bidada ambaye anaitwa Amanda ilibidi aweze kumdanganya rafiki yake kwa sababu angemwambia mwanaume wake hana pesa. Sasa hivi Cynthia angeanza kumshauri upumbavu kwamba asimkubarie wala asiweke ukaribu na yule mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Tony. So bidada ikabidi tu aweze kusema Tony ni mtu tajiri pasina kusema kwamba Tony ni mshikaji ambaye ni deliverable tu, yani deliver hub. Basi bidada ikabidi aanze kujiandaa kwa sababu leo ndo siku ambayo mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Tony anakuja kutembelea nyumbani kwake, anakuja kupata chakula cha mchana kwa pamoja. Na ni kweli mwamba alitimba mpaka nyumbani kwa bidada ambaye anakuwa kwa jina la Amanda. Chiki Amanda alivyowaka, chiki alivyopendeza. Na mshikaji alimjia na zawadi. Hii ni zawadi yako. Jamani, asante sana. Bidada alikuwa akimshukuru mshikaji kwa sababu kamletea zawadi. Wala sijali, kila kitu kipo sawa. Basi bana, mwamba pia alikuwa ameandaliwa msosi wa kufa mtu. Basi mwamba alikaa mezani, alikuwa akipiga msosi na msosi ulikuwa ni mtamu vibaya mno. Mwamba alikuwa akisifia msosi, na sio msosi tu, alianza kumsifia na bidada ambaye anakuwa kwa jina la Amanda. Kikweli chakula kitamu, unaonekana hata wewe ni mtamu zaidi ya hiki chakula, kwa sababu uzuri wako uwaga unanichanganya. Nikitazama hayo macho yako najihisi uchizi kweli. Katika wanawake ambao Mwenyezi Mungu ameumba kwenye hii dunia, basi wewe ni wa mfano, wewe ni mwanamke mrembo kweli. Mshikaji alikuwa akimsifia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Na baada ya mshikaji kuweza kujichenga, huyu dada wa kazi alikuja kumwambia Amanda kwamba kikweli mimi nina wasiwasi na yule mwanaume. Kivipi? Anaonekana sio mwanaume ambaye anakufaa. Yaani anaonekana yule sio mtu mzuri. Nimeona macho yake tu, anaonekana sio mtu mzuri. Na mimi nina kipaji. Kijijini kwetu nilikuwa naona vitu ambavyo wengine hawawezi kuona. Bila akasema hapana, hapa ni mjini, vitu kama hivyo ni kijijini tu. Yule ni mwanaume mzuri na na imani kabisa kwamba hawezi kuwa kama yule mwanaume aliyepita. Inaonekana huyu dada hapa kipindi cha nyuma aliyechagwa na mwanaume ambaye alikuwa akimpenda, lakini yule dada wakazi akasema okay, hakutaka kuforce sana kumwelekeza zaidi bidada kwamba mwanaume ambaye yuko naye kwa sasa hivi sio mtu bora kwa yeye alivyoona. Lakini kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda, ameona mshikaji ambaye anaitwa Tony ni mtu mzuri. Leo bana Cynthia katimba, njoo chap chap bana, uje unielekeze nini ambacho kilitokea siku ya jana. Wewe bidada Cynthia anapenda umbea vibaya mno. Najua kili happen jana. Of course alikuja, naambie. Yes, alikuja hapa. Kikweli ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno. Tulienjoy, tulikula, wewe rafiki yake anajisikia happy vibaya mno. Naambie nipe umbea, nipe vitu. Ndio, alikuja hapa na aliniletea zawadi ya juice. Yani juice peke yake ndo alikuletea? Ni juice tu? Ndio juice, kwani sio zawadi? Hapana bana, acha kunitania. Yani tajiri kama huyo akuletee juice peke yake na ukafurahia? Ndio nikafurahia, kwa nini nisifurahie? Juice ni kitu kizuri au unanitania? Unanichuza? Mimi najua alikuletea mazawadi na nijua umeyaficha, utaki kunionyesha, unaogopa nitakuomba. Ngoja nikaangalie zawadi ambazo amekuletea. Huyu bidada ambaye anaitwa Cynthia, yeye anawazaga mazawadi makubwa tu. Amini kama rafiki yake amepewa zawadi ya juice na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Ukaribu ulizidi kuwa mkubwa kati ya Tony pamoja na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Muda wote mshikaji ni anamsifia tu bidada na kuna jicho fulani ananiangalia. Kwa nini unaniangalia hivyo? Na kuangalia hivyo kwa sababu wewe ni mzuri, wewe ni mrembo. Yaani katika warembo ambao Mwenyezi Mungu amewaumba kwenye huu ulimwengu, wewe ni special. Sijui kutanaga na mwanamke kama wewe. Yaani ukiniambia uniletee wanawake wote kwenye hii dunia, mimi nitakuchagua wewe. Nadhani hata Mwenyezi Mungu kwenye jicho lake la wanadamu wa kike ambao amewaumba, nadhani hata yeye mwenyewe anakuonaga kwamba wewe ni mzuri. Una macho mazuri, una mdomo mzuri, una pua nzuri. Yaani pua yako ni ya kitofauti kuliko binadamu wote. Bila usiseme hivyo, unanifanya naona aibu. Hapana bana, wewe ni zaidi ya special kwenye hii dunia. Kabidala kanaona aibu, mshikaji anakasifia, anazidisha. Kaka anakunywa zake juice, suka anamwangalia mshikaji jicho fulani hivi.
usiku bidada wakati wa kulala. Amini, maneno ambayo mshikaji alikuwa akimwambia mchana yanamchanganya, yanamfanya nazidi kupagawa na mshikaji. Unajua bado wao wawili hawajaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini wanajikuta wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila hata kutongozana, kwa sababu kila mtu anahisia na mwenzake, kila mtu anampenda mwenzake. Na kila siku mshikaji akawa na timba nyumbani kwa bidada, na achi kumsifia mtoto wa kike, muda wote anamwigia sifa zake. Chikimwamba kamkamatia, una mikono laini sana na mizuri, rangi yako ndo usiseme. Yani kiukweli siishi kukuwaza na kufikiria muda wote na kufikiria wewe tu. Sijui umenipa nini, sijui umeniloga, umenichanganya, umeuiba moyo wangu eti. Wewe ni mwizi, wewe mwanamke, umeninyang'anya moyo wangu. Bidada akimwangalia mshikaji anavyomwambia hivyo, bidada ni anapagawa, akimwangalia jamani, ukaka mimi ndo ananipenda mimi, huyu ndo ananipenda mimi. Kanaona aibu eti, kanaona aibu. Jamani mapenzi, jamani. Wewe, na kuanzia hapo huba kati ya mshikaji pamoja na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Muda wote wananunuliana mazawadi. Mshikaji anatolewa out na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Bidada kesha mpenda mshikaji, kesha zimika kwa mwamba ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Jamani raha mapenzi, nyinyi mapenzi ni huyu bidada wa kazi anazidi tu kuchungulia. Penzi linazidi kunoga kule. Ni wakati mwingine huko upande wa pili kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la David na mchumba wake Cynthia. Yani huyu mwamba kwa huyu dada hata afanye nini, huyu dada hajawahi kumwelewa. Kama leo mshikaji kamletea bidada zawadi, ilikuwa ni zawadi bora kwa upande wake, kwa sababu mshikaji kajipinda kweli kununua hii zawadi. Nimekuletea hii zawadi baby. Binti unadhani hata anawaza wala hata anapapalikia? Anajua tu kabisa ni zawadi ya kipuuzi na ya kimaskini. Kafungua pale, ilikuwa ni heleni na vitu fulani hivi. Kaangalia, vipi, umeipenda Bila kagusa kagundua kabisa hii sio gold. Kweli umeipenda baby. Nilipita pale sokoni nikazipenda rangi zake, nikaona imekaa fresh, nikaona nikuchukulie. Bila akasema hakuna shida, umejitahidi kidogo, kaweka pale. Yani kwamba mshikaji hata afanye nini, kwa kibidada ni hamna kazi. Ndio maana kama ni mwanaume ambaye unatazama hii picha sasa hivi, na ushauri tu fanya kazi kwa bidii, kwa sababu ukitaka kuishi na mwanamke yoyote yule lazima uwe na pesa. Usipokuwa na pesa utagongewa mshikaji wangu. Tafuta pesa kwa bidii, kwa sababu kuna wamba wamekaa tu pembeni hapo wanamwangalia demu wako, wanamzumu. Ukikaa vibaya ukishindwa kumhudumia, wanamgonga, wanamkamia, wanamjunja, wanamtafuna. Tafuta hela. Huko kwa mshikaji anazidi kuenjoy na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Na leo Amanda bana alikuwa akimuomba mshikaji aje akae nyumbani kwake. Unajua Tony, nyumbani kwako sio salama sana. Hapa nyumbani kwangu nyumba ni kubwa. Tafadhali njoo uje uishi hapa. Na kuomba eti siwezi kukuruhusu mwanaume wangu uende ukakae sehemu kama ile, na wakati mimi naishi sehemu nzuri. Mshikaji kamwambia, una uhakika na kitu ambacho nakisema? Yes, nina uhakika na kitu ambacho nakisema. Tafadhali nakuomba sana Tony. Bidada alikuwa akimwomba mshikaji aje kukaa karibu yake, kwani ni mwanaume ambaye waga na misi kila wakati. Na mwamba unadhani atagoma? Getoni kwake godoro lenyewe ni kama chapati, yani akilala mbavu zinauma, afu mtoto wa kike anamuita hapa kwenye jumba la kifahari. Hata kama ingekuwa ni mimi, natamani na mimi nipate mdada kama huyo bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda, na mimi akaniambia niende nikaishi kwake na mimi nikaenjoy kama mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Cheka bidada kanavomwangalia, cheki jicho hilo. Mwamba ndo anapagawa hivi baya mno. Na baada ya masaa 24, yani baada ya siku moja, mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony alitimba kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda rasmi, kwa sababu ya kuja kuishi pamoja. Na kabidada kalikuwa happy kinoma, kwa sababu kakajua sasa hivi mambo ni mulele. Yani muda wote ni humu tu. Na siku leo akuona haja huyu dada wa kazi kumpikia mwanaume wake ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Akamuomba kwamba tafadhali naomba niache jiko jamani bosi. Upike wewe, niache nipike mimi, nataka nimpikie mwanaume wangu. Sawa. Ndio hivyo bana. Bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda ameamua leo anahitaji kumpikia yeye mwenyewe mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Na baada ya bidada kuweza kufanya matusi ya jikoni, ona bana, mwamba kakaa mezani anaonja msosi. Amini we mtoto, kumbe so kupika tu kitandani, unajua kupika mpaka jikoni. We
mbaya vibaya mno. Mwamba alikuwa akimsifia bidada kwa sababu ni fundi wa kupika vibaya mno. Bidada anacheka kwa sababu mshikaji anamsifia kwamba huyu dada ni fundi jikoni mpaka fundi kitandani. Yaani kiujumla anajua yani. Basi wakawa wanakula misele kwa pamoja kila itwapo leo. Wanakesha, wanakula mapopcorn, wanakunywa juice, huko wanatazama movie. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa upande wao. Nikuulize tu wewe ambaye unatazama hii picha, lini mara ya mwisho uliangalia movie na kula mapopcorn na juice wewe na mpenzi wako? Jibu haijulikani ni lini. Leo bana bidada alikuwa kibonga na simu na alikuwa kibonga na wafanyabiashara wenzake. Mshikaji alikuwa kimuita, kuna jambo alikuwa akihitaji kuweza kuongea naye, lakini bidada alikuwa akimstopisha. Anafurahia vibaya na kuongea na wafanyabiashara zake. Jamani wewe mshikaji, tulia. Mwamba haamini eti bidada anampuuzia kisa watu wake huko. Mwamba akasema shenzi nini? Bidada yuko busy anazungumza na simu. Na leo ilikuwa ni furaha kubwa kwa upande kwa sababu kuna dili kubwa sana amelipokea, ni dili la mamilioni. Mshikaji alikuwa tayari ameshajichenga. Basi bidada alikuwa na furaha kubwa vibaya kwa sababu ile dili amelipambania kwa muda mrefu kweli, ilikuwa likishindikana, lakini kwa sasa hivi mambo ni mule. Mwamba amemaindi. Kwa nini anamsemesha bidada alafu bidada achemi chochote? Mwamba alienda kukaa akiwa na hasira vibaya mno. Bibi, vipi? Ulikuwa wapi? Kwa sababu nilikuwa nakutafuta kweli. Mshikaji amenuna, amekula mbuzi, amekula nangata. Hujui ulichokifanya, si ndio? Nini kwa ni shida nini? Ni tatizo nini? Yaani mimi nakuja kuongelesha, wewe uko busy na kisimu chako, si ndio? Ni issue za biashara baby. Kwani shida iko wapi? Shida ipo. Yaani mimi kuna jambo la muhimu nilikuwa nataka kukuambia, alafu wewe uko busy na kisimu chako tu. Unaona ni cha muhimu kuliko hata mimi, si ndio? Si unganisikiliza kidogo jamani baby. Lakini mshikaji hakuhitaji kusikia. Wewe pumbavu, ni kisa una miela, sijui unaongea biashara za kitajiri eti ndio unipuuzia mimi. Wewe jenzi nini? Kama kinachanga nini tena? Ana nini wewe mwanaume? Tushinda kuongea na simu biashara. Shenzi kweli. Bidada akupenda mshikaji kitendo cha kuweza kumnunia, lakini anamjulia huyu ni mpenzi wake bana. Anajua nini ambacho akifanye ili mradi mshikaji aweze kumuelewa. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba Genius, hivi yule msanii wako kamba The Don hajatoa wimbo mpya? Habari ni kwamba ametoa wimbo mpya, na kwa sasa hivi huwezi kuamini kwamba ametoa na Chino Wanaman. Cha msingi tu ingia YouTube pale upande wa kusearch, kasearch andika kamba The Don na Chino Wanaman. Utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo. Utakachofanya utaibofya na kwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kufanya hivyo, usisahau kuweza kudondosha comment yako na kuweza kuniambia kwamba Genius, nimeijua hii nyimbo kupitia wewe. Jamani, mumsupport msanii wangu. Huyo ni msanii wangu, mimi ni meneja wake. Msupportini jamani kama ambavyo mnanisupport mimi, Genius. Ni basi bana. Ni wakati mwingine tunamwona mshikaji amepoa. Bidada alimfuata. Kama nilivyokuambia, bidada anajua ni kitu gani ambacho akifanya ili mradi mshikaji aweze kumuelewa. Bidada alienda kununua zawadi. Unajua bana, mkono mtupu wa ulambwi. Sio mkono kama mkono. Yaani inamaanisha hivi, unapomuomba radhi mtu yoyote yule, mletee zawadi. Ndio kitu ambacho bidada amekifanya. Alikuja kumwomba radhi mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Kikule bibi samani kwa nilichokifanya jamani. Mimi sijapenda, yani sitaki kabisa, yani sitaki mazoea, nimenuna yani. Nimekula mnuno wa Bukujelo sawa, najua umekula mnuno wa Bukujelo na laki, lakini nimekuletea zawadi hapo. Ni zawadi nzuri na imani utaipenda. Ila kikubwa tunaomba nisamee bibi, nisamee wewe. Na zawadi yako ni hii hapa. Mshikaji kaangalia zawadi, ni zawadi nzuri bana. Na imani utaipenda. Ni kile kitu pekee ambacho huaga unatamani kukipata. Nimekuletea. Mshikaji kuchungulia. Umengusa kunako ndo maana nimekusamea, msamaha umetiki. Bidada alikuwa happy vibaya mno. Kama nilivyokuambia bana, mkono mtupu au lambwi. Ukimkosea mpenzi wako, mletee mazawadi bana. Atakuelewa. Kama hivi, mwamba kalainika. Yaani unaambiwa hivi, mkate sio mgumu kwa chai, mwamba kalainika. Na bidada alikuwa ni furaha kubwa vibaya mno kwa sababu mshikaji kamsamee tena kiurahisi kabisa kwa zawadi ambayo bidada alikuwa amemletea mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Basi mdogo bidada akawa anajichenga kuendelea na mambo yake na mshikaji, akawa na enjoy, akawa anaitazama zawadi ambayo bidada alikuwa amemletea. Basi bana, leo tena bidada alikuwa amemuita mshikaji, kuna jambo alikuwa akihitaji kuweza kumwambia, na jambo lenyewe alikuwa akimwambia kwamba siku kesho kuna ugeni, rafiki yake anakuja na mchumba wake. Ila bidada alichokuwa anamuomba mshikaji, anamuomba mshikaji rafiki yake akija hapa aigize kama yeye ni tajiri, asigize kama ana maisha magumu. Kwa nini nifanye hivyo? Wewe nifanye kitu kama hicho, kwa nini niigize kama mimi ni tajiri? Ndio hivyo bana, fanya hivyo kwa sababu rafiki yangu anajua wewe ni mwanaume ambaye una pesa nyingi. Sikutaka kumwambia kwamba wewe maisha yako sio mazuri kwa sababu sikutaka kukushushia heshima mchumba wangu. Mimi nakuheshimu na kurespect. Kwa nilikupamba nikasema mchumba wangu anamiliki kampuni kubwa, ni tajiri, ana magari, maisha safi, yani yente. Kwa nini umdanganye? Kwa nini usimwambie maisha yangu halisia?
Unadhani mimi napenda kuigiza maisha? Siwezi kuigiza maisha bana. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Mwamba aligoma kata. Hawezi. Yeye ni Lil Money, mwanaume wa kweli. Hawezi kuigiza maisha. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Lakini bidada alimbembeleza mshikaji. Tafadhali baby nakuomba. Fanya hivyo. Nadhani mshikaji ataruka. Mwamba alikubali bana. Ilibidi amkubalie bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda kwamba atafanya hivyo. Hapo kidogo bidada ndo akajisikia vizuri. Akajisikia happy baada ya mshikaji kuweza kukubali, kwa sababu hahitaji kabisa kuweza kumshushia heshima mpenzi wake mbele ya rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Cynthia, kwa sababu anamjua rafiki yake vizuri, kwani ni binti mwenye dharau kweli. Basi mshikaji akawa anamfungua kiatu mchumba yake pale. Basi bana, siku ile ndio ile siku ya wali na ugali kupakuliwa, siku ambayo soda zinaletwa alafu anakuta kuna muuni ametulia pembeni na pata togwa. Ni siku ambayo wote waliungana kuweza kupata chakula kwa pamoja. Na huyu dada Cynthia akawa anasema kwamba hivi, kwa nini shemeji hujatualika nyumbani kwako? Tungekuja nyumbani kwako kuja kupata chakula cha pamoja, sio hapa. Jamani, ipo sababu. Ndio, sababu ipo. Nyumbangu bado iko kwenye marekebisho. Niko na rekebisho hiyo ya kisasa zaidi. Na ndio maana tumewalika hapa. Kweni na amani. Baada ya kila kitu kukaa sawa, nitawalika nyumbani kwangu. Ndo mwanaume, hichi ndo kidume sasa. Mwanaume anaongea kama hivi. Mwanaume mkubwa, mtajiri, mambosi ndo anaongea hivi. Udada ambaye anaitwa Cynthia alikuwa akizungumza hivi kwa sababu ya kumkomesha tu mwanaume wake. Amanda, chakula kitamu kweli. Nimependa, umepika vizuri. Bidada akawa anasema asante, hakuna shida. Chakula ni kitamu, lakini nimekupenda vibaya mno wewe Tony. Wewe unaonekana ni bonge la gentleman. Inaonekana ni kidume cha kufa mtu. Anamsifia mwanaume mwingine mbele ya mwanaume wake. Mwamba, hichi ni kitendo ambacho kilikuwa kinamkela vibaya mno. Mpenzi wake anapenda pesa kuliko chochote kwenye hii dunia. Mwamba alikuwa anakasirika, hata chakula akipandi. Hakuna kitu ambacho kitapanda hapa. Hakuna mwanaume ambaye anapenda kumuona mwanamke wake akimsifia mwanaume mwingine mbele yake. Kama kuna mwanamke ambaye unaangalia hii picha na una mpenzi, usije ukamsifia mwanaume yoyote kwa namna yoyote ile mbele ya mpenzi wako. Inabidi mpenzi wako umweke juu kwa kila mbele ya mwanaume yoyote, awe ni tajiri awe ni maskini. Mwamba alikuwa amekaa kinyonge na bidada akamfuata. Vipi, kuna shido? Kwa sababu umekaa hapa nje peke yako. Vipi, unafikiria nini? Mshikaji akawa anamwambia kwamba kiukweli nimekaa tu napunga zangu upepo. Hapana, naambia ukweli. Kuna tatizo, si ndio? Ni kwamba tatizo nilipo. Tatizo ni rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Cynthia. Na bidada Amanda analitambua hilo kwa sababu anamjua vizuri rafiki yake. Sio binti mzuri, ni binti ambaye anatamaa kweli. Alafu ana maneno machafu, maneno mabovu. Anaga heshima wala nidhamu kwa mpenzi wake. Huko ndani kwa bidada ambaye anaitwa Cynthia, tunamuona mshikaji mdogo alikuwa akitoka zake hapa. Cynthia kakamuna. Jamani shem, kuna namna mshikaji alijikwa. Basi Mwamba akawa na kaza zake pale. Akapoa pale. Kabidada kakimwangalia. Mwamba ni bonge la handsome boy. Alafu kamesikia ni tajiri. Ndo kanapagawa. Kakajiweka vizuri pale. Shemeji, kama utajali nilikuwa naomba namba yako. Yani tuwe tunawasiliana. Si unajua tena nikimkosa rafiki yangu nina kupigia wewe. Namba yako tu, kwani kuna shida? Mshikaji kamwambia kuna shida, nipe simu. Basi kabidada kampatia mshikaji simu pale. Na Mwamba akawa anatia namba yake pale. Basi kabidada kaka naichukua pale. Lakini kuna namna wanaangaliana hivi, yani kuna namna bidada baada ya kuweza kusave namba ile ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Kuna namna akawa anamwangalia mshikaji, ni bonge la handsome boy. Kiukweli wewe ni mwanaume handsome boy, yani unanivutia na unanichanganya wewe nikikuona wewe. Ndio napagawa nikikuona. Basi mshikaji anasema asante sana. Chika bidada kanavomwangalia, yani natamani ningepata bahati ya kuwa na mwanaume kama wewe, yani kiukweli wewe umenivutia, yani nimekupenda bure. Mshikaji kabaki anashangaa, amenipenda bure. Akawa anaangalia, mna ambaye anasikia maneno? Hakuna mtu ambaye anasikia. Kuwa na amani. Ukipata nafasi siku moja tukutane private mimi na wewe, au unaonaje? Natamani walau ni njunje kidogo. Mshikaji naye kimwangalia, unaonaje ukininjunje? Anavutia kidogo. Huyo rafiki au muni? Dada kuna namna anamtamani mshikaji. Na mshikaji naye kuna namna anamzumbi dada kuanzia juu mpaka chini. Wanatamaniana. Watu wanaonekana hamna kazi. Kama tote ni tumalaya utu. Nimeshaanza kushtuka. Utu tote ni tumalaya. Na baada ya siku moja kuweza kupita, utoka uamini, tunamwona mshikaji Tony alikuwa na mchomba wake hapa. Na ghafla simu ikaita. Mwamba kashtuka. Bidada kabaki anashangaa. Nini, kuna shida? Ni nani ambaye anakupigia? Ni rafiki yangu tu. Dakika moja ngoja nikaongea naye. Ni bidada ambaye anaitwa Cynthia ndo alikuwa amempigia mshikaji ambaye anaitwa Tony. Na kuna plani walikuwa wameplani. Ule mchongo wa kukutana private ndo walikuwa wakihitaji waweze kuutimiza. Na huku tunamwona mshikaji ambaye anaitwa David. Na muda si mrefu mchumbaki ambaye anaitwa Cynthia akawa ametimba.
na alikuja kumwaga mchumba wake kwamba siku leo kuna mahali wanatoka na rafiki yake, atachelewa kurudi, kama sio saa 9 basi saa 10 za asubuhi. Mshikaji kabaki anashangaa, ila akamwambia tu take care, kuwa makini, ukifika niambie. Basi bidada akamwambia kuna shida, lakini utoka uamini hakuna cha kwenda kwa rafiki yake wala nini. Wanaenda kunjunjana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony, na huko mwamba Tony alikuja kwa mchumba wake, baby, nimepata emergency nyumbani. Emergency gani? Kuna shida ni nini? Wala usijari baby, nitaienda mwenyewe, kikubwa tu nisaidie $100 tu, mimi nitaenda kuclear kila kitu. Bidada akamwambia kuna shida, kuwa na amani. Basi mwamba akawa anajichenga. Bidada akamwahidi kwamba mshikaji atamtumia hiyo pesa, lakini bidada bila kujua kwamba mshikaji anaenda kuonana na rafiki yake ambaye anaitwa Cynthia. Wanaenda kunjunjana huko, wanaenda kutafunana vitumbua, na baada ya kuweza kutafunana vitumbua ni wakati mwingine tunamwona mshikaji hapa alikuwa kibonga na simu. Mimi nishakwambia, na huyu dada alikuwa anasikiliza kila kitu. Huyu mwanamke huyu Amanda, huyu sio vitu vyangu kabisa, sio vitu vyangu mimi vitu vyangu ni wewe hapo Cynthia. Mimi nakupenda wewe ndo mwanamke ambaye unaonekana una kitu wewe. Kwanza unanimaliza, wewe ni mtamu mimi hiki Amanda hiki ni kwa muda tunakuwa nacho, sio vitu vyangu kabisa wewe mimi. Kuna muda ukifika mimi nitamwacha, mimi nataka nikuoe wewe, ndo mwanamke ambaye nakupenda kuliko chochote, wewe ndo pisi kali. Hata Genius anajua kabisa kwamba wewe ndo pisi kuliko Amanda, sijui Kamanda, sijui Amanda, uizi Amanda. Zuchu mwenyewe anamtafuta kila kitu hapa, leo ndo mwanamke. Kabisa kazi kalikuwa kamesikia kila kitu. Ikabidi kamfuatie mpaka bosi. Sijawahi kuona. Nini shida ipo? Nimenyosha mikono. Hii dunia watu ni wabaya. Nilikwambia kabisa kwamba yule kaka sio mtu mzuri. Ulikuwa unabisha. Ona sasa, sema ni nini ambacho kinaendelea. Basi yule dada wa kazi ikabidi aweze kumwambia bosi wake kila kitu ambacho alikisikia kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tony. Ni uzoni kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Alijisikia vibaya juu ya kitu ambacho mfanyakazi wake alikuwa amemwambia. Amini, kweli Tony ndo akunifanyia hivi? Tony huyu ambaye nimemwamini kuliko chochote anifanyia hivi Tony? Ndo hivyo bana. Tony anamchiti. Tena anamchiti na rafiki yake ambaye anaitwa Cynthia. Wananjunjana muda wote. Mwamba anazidi kumega tu tonge, na mega kitumbua cha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Cynthia. Ameshoka kitumbua cha kukaanga cha bidada ambaye anaitwa Amanda, amekuja kwenye kitumbua cha kuchemsha cha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Cynthia. Cynthia kanafurahia kakijua kwamba kana date na mtajiri, kana date na bosi, basi na kujua kwamba mshikaji ni kalungu yetu, kijana maskini. Basi ni wakati mwingine bidada alikuwa kirudi nyumbani, lakini pale utoka uamini ni kwamba kesi kichef pale ikabidi atoke mkuku mpaka bafuni kwenda kutapika, kurudisha chenji. Mshikika baka anashangaa, mbona anarudisha chenji? Ameenda kununua nini mpaka anarudisha chenji? Bidada akawa anarudi eleke sio nzuri. Mwamba akawa na mashaka, hii mimba nini? Na kama ni mimba, mbona huyo mwanamke ameninyima kitumbua kwa mwezi mzima? Hii mimba katoa. Bidada tena mkuku kaenda kutapika. Mwamba kashtuka, hii ni mimba. Mwamba kabaki anashangaa, huyu mdada kamnyima kitumbua mwezi mzima, mimba katoa wapi? Wewe nini ambacho kinaendelea? Siko sawa bana, siko sawa, nimekwambia niache mimi nipumzike. Mwamba anamuuliza, lakini bidada alikuwa ni mkali vibaya mno. Mwamba akawa na mashaka, hapa kuna jambo, hapa kuna kitu. Bidada moja kwa moja alimfuata mshikaji. Mimi nina mimba yako kivipi yani? Nina mimba yako. Bidada alikuja kumwambia mshikaji kila kitu kwamba ana mimba yake. Kwa nini upokee simu zangu? Utaki tuonane? Ni kwa nini? Muda si mrefu bidada katimba. Ambia naitwa Amanda. Jamani nini shida nini? Mbona mmekaa hapa? Tumekaa amekuja hapa Cynthia alikuja kusalimia, nikawa namwambia kwamba utakuja muda si mrefu. Ndio nilikuwa nakuulizia ni wewe. Basi hakuna shida, muda si mrefu. Mshikaji katimba, semeni tu ukweli. Zungumzeni ukweli. Mwambie kila kitu, ukweli wote. Rafiki yako nini ambacho kinaendelea? Kwani nini ambacho kinaendelea shemeji? Kuna tatizo wewe? Nini tena? Unakuja kufanya nini tena hapa? Mwambie ukweli. Kwa nini umwambie ukweli? Mwambie kila kitu rafiki yako kwamba una mimba. Jamani Cynthia, una ujauzito. Jamani ongea rafiki yangu, lakini bidada na mshikaji kila mtu anashangaa. Lakini hiyo mimba sio ya kwangu. Sio mimba yangu hiyo. Kivipi sio mimba yako? Bidada ikabidi alopoka Tony. Mnanichanganya yani, siwaelewi jamani. Mnanichanganya mimi. Yani mnamaanisha nini? Yani kivipi Tony na Cynthia ni kivipi? Ndio hivyo bana. Utanisemea rafiki yangu. Mimi nililala na Tony, tulinjunjana, Tony na mimba yake. Unataka kusemaje? Kwamba ulilala na Tony? Rafiki yangu, lil kabisa.
Ndio hivyo bana, mimi ningefanyaje? Mimi sipendi maskini, afu naona mwanaume tajiri niache kulala naye. Kuba babake. Bidada haamini, rafiki yake kabisa wa karibu anatembea na mwanaume wake. Kweli Tony, hivyo una akili timamu kweli wewe? Ndio kitu ambacho unanilipa licha kukusaidia, si ndio? Nimekutoa mavumbini kwenye maisha ya kimaskini, alafu unakuja unanisaliti, si ndio? Bila ndo kabaki anachanga kwenye maisha ya kimaskini. Hivyo wewe ni nani? Bora ukamfadhili mbuzi. Mbona binadamu mko hivi? Sasa hivi ningekuwa na enjoy supu, ningekuwa nimesaidia mbuzi hapa. Na rafiki yangu alijua labda wewe ni tajiri, si ndio? Hasa nakwambia hivi, huyu ni maskini, hana chochote, hana kampuni wala hana nyumba anaitengeneza. Ni maskini tu ambaye amepanga kwenye chumba kimoja, na chumba hicho hakina umeme na kinavuja. Mvua ikinyesha maji ya kwake, kila kitu cha kwake. Ndo maisha ambayo anayaishi. Bila kabaki anashangaa, wewe Tony, ni kweli mimi sielewi kwamba ni kweli eti wewe ni maskini. Hadi mshikaji akawa anacheka huku. Alibaki anashangaa, ndio hivyo, mimi sina hela, huyu ndo alinisaidia tu. Mimi utanisamee mimi kiukweli. Bila akasema no. Tafadhali Tony, na kuomba nenda chumbani kapaki kila kilicho cha kwako, alafu ujichenge. Koma, ajichenge ende wapi? Wewe uliniambia ni tajiri, sio tajiri wala nini. Utokaoamini kwamba bidada ambaye anaitwa Cynthia alianza kumwashia moto rafiki yake. Kwa nini alimdanganya kwamba mshikaji ni tajiri, mwisho wa siku amelala naye mpaka akapata mimba? Alafu kumbe mshikaji ni maskini. Bidada ambaye anaitwa Amanda alikuwa akimtimua. Anamtimua mshikaji ambaye anaitwa Tony pamoja na dada ambaye anaitwa Cynthia. Umenidanganya rafiki yangu. Tony ikabidi aweze kumfuata wewe David. Wewe ndo mwanaume mwenzangu, najua utanisikiliza, tafadhali mshikaji wangu, mimi nisaidie, sina hata kwa kwenda. Kila mtu kabaki anamshangaa. Mwamba alimgeukia kwa hasira. Sikia nikwambie kitu msenge. Mbuzi, ukijaribu kuniambia kitu kingine kama hicho, nitakukula, nitakuua. Mshikaji alimtishia bwana, atamua, mpumbavu nini. Bidada aliwatimua. Mshikaji alikuwa na hasira. Ana hasira vibaya mno. Huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la David. Bidada ndo usiseme ni huzuni, wamesalitiwa hao wawili. Basi sinao siwaungane na wao waone, kwa sababu bondo kidogo wanaendana bana. Mshikaji ambaye anaitwa David ndo anaendana na bidada ambaye anaitwa Amanda. Lakini mshikaji kabidi amwache bidada kwa sababu bidada siku ya leo alikuwa haiko sawa. Mshikaji kabidi ajichenge. Lakini kwa siku za baadaye mshikaji alikuja kumfuata bidada ambaye anaitwa Amanda na walitengeneza ukaribu, walitengenezaga mahusiano na wakaja kuoana. Na alikuja kuzaa watoto mchele, na mtoto wa kwanza wakamuita Genius. Wewe wananipenda jina langu wewe. Mimi kupitia hii picha kuna kitu kikubwa kweli nimejifunza. Jamani, tusiwaamini marafiki, yani tusiwaamini marafiki hata kidogo, yani simwamini mtu ambaye anaitwa rafiki. Mtu wa kumwamini kwenye hii dunia ni nafsi yako peke yako. Iamini nafsi yako mwenyewe, lakini sio marafiki. Nadhani mmeshuhudia kilichomkuta bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amanda. Mimi ni Jine Sauti ya Nang'ata, Jine Sauti ya Simba. Namba zangu ni hizo hapo. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba Genius, hivi yule msanii wako kamba The Don hajatoa wimbo mpya? Habari ni kwamba ametoa wimbo mpya, na kwa sasa hivi huwezi kuamini kwamba ametoa na Chino Wanaman. Cha msingi tu ingia YouTube pale upande wa kusearch, kasearch andika kamba The Don na Chino Wanaman. Utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo. Utakachofanya utaibofya na kwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kufanya hivyo, usisahau kuweza kudondosha comment yako na kuweza kuniambia kwamba Genius, nimeijua hii nyimbo kupitia wewe. Jamani, mumsupport msanii wangu. Huyo ni msanii wangu, mimi ni meneja wake. Msupportini jamani kama ambavyo mnanisupporti mimi, Genius.